السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وبعد. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, takasana na salamu zimfikie mwalimu wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni fursa tena adhim kuweza kukumbushana masala yanayotaalaki na akida yetu. Kipengele chetu cha leo kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki zake, tutaingia katika ar-risalatu thalitha, risala ya tatu, pale aliposema muallif Allah amrahamu akasema i'lam arshadaka Allah li ta'atihi, tambua Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze juu ya toa yake. Na hii tumesema kwamba ni dua kama ilivyo kawaida ya muallif, kwamba humuombea dua yule msikilizaji ama yule atakayekuwa ni mwanafunzi aliyekuwa amekaa tayari kwa lengo la kuweza kujifundisha masala ya dini yake. Kwa hiyo ni dua anaombewa kwa yule ambaye atakayekuwa yuko tayari kuweza kujifundisha masala ya akida yake. Kauli yake muallif aliposema i'lam arshadaka Allah, tambua na Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze. Akasema hadha kaannahu bidayatu risalati thalitha, huu ni kama vile mwanzo wa risala ya tatu. Li'annahu madha risalatani, kwa sababu kwa wale waliokuwa wako hadhir au waliokuwa wamehudhuria darasani tayari zimeshapita takriban risala mbili. Kwa kumbushana tu, anasema ar-risalatul ula, risala ya kwanza katika risala ambazo tumeweza kuzipitia ni al-masailul arba'i allati tadammanatha suratul asr, ni masala 4 ambazo zina mafungamano na suratul asr. Ar-risalatu thaniya, risala ya pili ambayo tulishaipitia al-masailu thalathi allati sabaqat, ni zile masala 3 ambazo zimeshatangulia. Wa risalatu thalitha, ama risala ya 3, hiya hadhihi, ndiyo risala yetu ya leo. Risala ya 3 ndiyo risala ambayo tutakayochukua katika siku yetu hii ya leo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayati ar-risalatu ar-rabi'a, lakini baada ya hapo itafuatilia risala ya 4, wa hiya thalathatul usul, nayo ni misingi mitatu. Fa qawluhu rahimahullah, ama ile qaul ya muallif Allah amrahamu aliposema i'lam, tambua, taqaddama al-kalamu ala lafdhiha wa bayan ma'naha, maongezi huko nyuma kwa wale waliokuwa hadhir tayari tukishaelezea kuhusiana na neno hili i'lam, lakini pia kubainisha maana yake, wal maqsudu min al-ityan biha, lakini pia hata ile makusudio yake ya kuletwa neno hilo lina maana gani limeshatangulia kwa wale ambao wanafuatilia darasa hii ya aqida. Qawluhu arshadaka Allah, ama neno la muallif anaposema arshadaka Allah, kwamba Allah akuongoze, hadha du'aun min ash-shaykh rahimahullah, kadhalika hii ni dua kutoka kwa shekhe, likulli man yaqra'u hadhihi ar-risala, kwa kila yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuisoma risala hii, mutafahiman laha, na ilhali ya kwamba ni mwenye kuifahamu. Anaisoma kama kukaa darasani kwa lengo la kuweza kuifahamu na kuweza kuyafahamu masala ya dini yake. Yatlubu al-amala biha, sio kakaa tu, bali pia anahitaji na anataka kuweza kuifahamu hiyo risala, bi an yurshidahu Allah tabaraka wa taala. Hii ni dua kutoka kwa shekhe
ambaye anamuombea mwanafunzi ambaye amekaa tayari kuweza kuisikiliza au kuifahamu risala hii ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika njia ya sawa. Na wal irshadu huwa alhidayatu ila sawabi. Na neno irshad, alimuallif aliposema arshadaka, neno al-irshad huwa alhidayatu ila sawabi, ni kule kuongozwa kwenye njia ya sawa, kwenye mambo ambayo ni ya sawa. Wa tawfiqi lililmi nafi', lakini pia kupata tawfiki katika elimu yenye manfaa. Wal amali salih, lakini pia katika amali ambazo ni njema. Wa rushdu bidul ghayy, na neno ar-rushdu ni kinyume cha upotevu. Naposema ar-rushd kinyume chake ni al-ghayy, kwa maana kwamba kupotea kutoka katika njia sawa. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, hakika umeshabainika uongofu kutokana na upotevu. Wa qala ta'ala, wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila, na ikiwa wale waliopotea wakatoka katika njia sawa, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanapoiona njia ya upotevu, Allah anasema wa yara sabila rushdi, ikiwa wakiona njia ya sawa, njia ya uongofu, njia ambayo ndo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala, la yattakhidhuhu sabila. Kwa upande wa makafiri, wao hawawezi wakaifanya kwamba ndio njia. Wa in yara sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila, lakini wakiona njia ambayo ni ya upotevu, yattakhidhuhu sabila, wao huifanya ndio njia. Yani ile ambayo ni as-sawab, inayokupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawezi kuifuata. Lakini ile ya upotevu na ambayo inawaelekeza motoni, yattakhidhuhu sabila, wao huifanya ndio njia. Warushdu huwa dinul Islam, na neno ar-rushd ndio dini ya Uislamu. Wal ghayy dinu Abi Jahl wa amthali, ama neno al-ghayy ni dini ya Abi Jahl, na ndio dini ya watu ambao wako kama Abu Jahl. Yani Abu Jahl na mfano wake, hiyo ndio dini yao, ni dini ya upotevu. Lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya uongofu. Qawluhu arshadaka Allahu li ta'atihi, ama neno la muallif aliposema arshadaka Allahu li ta'atihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze kwenye toa yake, hadha du'aun adhim, kadhalika hii ni dua kubwa. Fa innal muslima, hakika muislam, idha arshadahu Allahu li ta'atihi, fale Allah subhanahu wa ta'ala atakapomuongoza katika toa yake. Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuongoza wewe katika toa, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, faqad sa'ida fi dunya wal akhirah, huyu muislamu ambaye ameafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akapewa hidayah na irshadi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atakuwa ametukuka hapa duniani na kesho akhirah. Faqad sa'ida fi dunya wal akhirah, mtu huyu atakuwa ametukuka katika maisha haya dunia mpaka kesho akhirah. Wat-ta'atu, na neno at-ta'a hiya imtithalu ma amara Allah bihi, ni kule kutekeleza na kufuata ile ambayo amekuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu ma naha Allah anhu, lakini pia kujiepusha na ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Hiyo ndio taa. At-ta'a hiya imtithalu ma amara Allah bihi wajtinabu ma naha Allah anhu, ni kule kufuata na kutekeleza ile ambayo umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Hadhihi hiya at-ta'a, hii ndio taa, ndiko kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake amtutii Allah fi awamirihi, ni wewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo Allah amekuamrisha, fataf'alaha, ukawa ni mwenye kuyafanya. Wa fi nawahihi fatajtanibaha, na katika yale makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ukawa ni mwenye kujiepusha nayo. Imtithalan li amri la, kufanya hivyo ni kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ibtighaa wajhi Allah azza wa jalla, lakini pia kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju thawabahu wa takhafu iqaba, ukawa ni mwenye kutarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe kujipamba na sifa hiyo ya taa, lakini kwa wakati huo huo
takhafu iqaba, ukawa ni mwenye kuziogopa iqabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao watakuwa si wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Faman muwaffiqa li ta'ati Allah, yule atakayefikishwa sasa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sote tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika taa yake. Yule atakayefikishwa katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa urshida li ta'ati Allah, na akaongozwa katika njia ya sawa ya kumfikisha yeye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yas'adu fi dunya wal akhirah, hakika mtu huyu ataishi maisha salama. Mtu huyu atatukuka katika maisha haya dunia mpaka kesho akhera, kwa sababu tayari amepata taufiki katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kipengele kifuatacho anasema al-hanafiyya millat Ibrahim. Neno hanafiyya, unaposikia al-hanafiyya, nini maana al-hanafiyya? Anasema al-hanafiyyatu millat Ibrahim. Neno hanafiyya ni milla, ni dini aliyokuja nayo Nabiiullah Ibrahim, ambayo ni dini ya Uislamu, na ndio dini ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuifuate dini hiyo. Na ndio dini, ikiwa ni dini ya Nabiiullah Ibrahim, ndio dini ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoamrishwa kuifuata, kadhalika ndio dini ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuifuate ili kuweza kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ilhali Allah yuradhi nasi. Taarifu al-hanafiyya. Taarifu ya neno hanafia, anna al-hanafiyya millat Ibrahim. Tumesema neno hanafia ni mila ya Nabiiullah Ibrahim. Sheikh Fawzani katika kusherehesha maneno haya akasema qawluhu innal hanafiyyata millat Ibrahim, ay alladhi yajibu an ta'lamahu wa ta'rifahu. Ni neno au ni mila ambayo inatakikana au itakuwa ni wajibu kwako wewe kuifahamu na kutambua, wa an ta'rifa anna al-hanafiyya millat Ibrahim, na ya kwamba utambue kwamba hanafia ndiyo mila na ndiyo dini ya Nabiiullah Ibrahim. Wal hanafu fil lugha, na neno hanaf kilugha, wal hanafu fil lugha, na neno hanaf kilugha al-mail, ni kule kumili katika jambo. Neno hanaf kilugha ni kumili. Famana al-hanafiyya, maana ya neno hanafia hiya al-millatul ma'ila 'an ash-shirk, ni ile mila ambayo imemili, kwa maana ya kwamba imepukana na shirki, ila tauhid, ikawa imeingia kwenye tauhid, au imemili katika dini, katika aqida ya tauhid, kwa maana katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, na Nabiiullah Ibrahim alayhi salam kana hanifan muslima. Nabiiullah Ibrahim alikuwa ni hanifan, kwa maana ya kwamba alijiepusha na shirki na akawa amemili katika tauhidi, katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ilhali ya kuwa yeye ni muslim. Hanifan ay ma'ilan 'an shirk. Aliposema neno hanifa, maana yake ni kwamba ma'ilan 'an shirk, amemili katoka katika shirki kamili, yani kwa maana ya kwamba si mushrik bali kamili katika aqida, katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa mu'ridan anhu ila at-tauhid wal ikhlas lillah, na ilhali ya kwamba ameipa nyongo hiyo shirki, kwa maana kaitupilia mbali shirki na akamili katika tauhid, katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana umma, hakika Nabiiullah Ibrahim alikuwa yeye ni umma, qanitan lillah, alikuwa ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hanifan, ilhali kuwa yeye ni mwenye kumpwekesha Allah na si mwenye kumshirikisha, walam yakum minal mushrikin. Hanifan kwa maana ya kwamba ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakum minal mushrikin, na wala hakuwa Nabiiullah Ibrahim kuwa ni katika washirikina, hakuwa ni katika washirikina. Falhanif min awsaf Ibrahim alayhi salatu wasalam. Neno hanif ni miongoni mwa sifa za Nabiiullah Ibrahim, bimaana annahu mu'ridun 'an ash-shirk, kwa maana ya kwamba yeye ni mwenye kuitupilia mbali shirki, wa ma'ilun 'anhu bil kulliyah, na ni mwenye kutoka kabisa jumla huko, kutoka kwenye shirki
akaelekea kwenye tauhid, ila tauhid, kwa maana akaelekea katika tauhid, kwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mutawajjihun bikulli wijhatihi ila tauhid, ni mwenye kuelekea kwa mwelekeo wake wote kwenda kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu lillah, na matendo yake akiyafanya hafanyi kwa ajili ya kingine, bali ni kwa ajili ya kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa, kisha tukakupa wahi juu yako. Hapa anaisemeshwa si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaambiwa na Allah, thumma awhayna ilayka, kisha tukakupatia wahi juu yako, anittabi millata Ibrahim, ya kwamba fuata mila ya Nabiiullah Ibrahim, fuata dini ya Nabiiullah Ibrahim, hanifan, Nabiiullah Ibrahim ambaye alitupilia mbali shirki na akawa ni muwahhid, kwa maana ya kwamba ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana minal mushrikin, na wala Nabiiullah Ibrahim hakuwa ni katika washirikina. Kwa hiyo tukaamrishwa mimi na wewe kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam mila yake ni mila ya Nabiiullah Ibrahim, ni mila ambayo imeepukana na shirki na ni mila ambayo inampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala subhanahu, na pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ali Imran, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, Nabiiullah Ibrahim hakuwa ni myahudi wala nasrania, wala Nabiiullah Ibrahim hakuwa ni mnaswara, walakin kana hanifa. Ikiwa hakuwa ni myahudi wala hakuwa ni mnaswara, alikuwa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kwa kusema kana hanifa muslima, alikuwa ni hanif, kwa maana ya kwamba ni mwenye kuikimbia na kuitupilia mbali shirki, bali akawa ni mwenye kumwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, musliman, tena akiwa ni Muislamu. Wama kana minal mushrikin, na wala Nabiiullah Ibrahim alayhi salam hakuwa ni katika washirikina. Hadhihi hiya awsaf Ibrahim alayhi salam, hizi ndizo sifa za Nabiiullah Ibrahim alayhi salam al-azima, tena ambazo ni kubwa kabisa, ambazo amesifiwa nazo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kana hanifan muslima, alikuwa ni hanif, kwa maana ya kwamba ni mwenye kuepukana na shirki na ni mwenye kumwahid Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa wakati huo yeye ni Muislamu. Annahu kana hanifan wa anna millatahu alhanafiyya, alikuwa ni hanif, ni mwenye kuitupilia mbali shirki, lakini ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na ya kwamba mila yake ambaye ni hanafia hiya millatu al-khalisatu lillahi azza wa jalla, ndio mila ya kumpwekesha na kufanya matendo kwa ajili ya kutafuta tu ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, allati laysa fiha shirkun, ambayo haina ndani yake shirki, allati laysa fiha shirkun, ambayo ndani yake hakuna shirki. Waqad amara Allah nabiyahu sallallahu alayhi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay yattabi'a hadhihi millah, kwamba na yeye afuate mila hii aliyokwenda nayo Nabiiullah Ibrahim, biqauli, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema thumma awhayna ilayka, kisha tukakupa wahi juu yako ewe Muhammad, anittabi millata Ibrahima hanifan, hanifa, ifuate mila ya Nabiiullah Ibrahim ambayo ni hanifa, kwa maana ya kwamba imeepukana na shirki na iko katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana minal mushrikin, na wala Nabiiullah Ibrahim hakuwa ni katika washirikina. Wa umirna nahnu kadhalik, ikiwa nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameamrishwa hivyo, kadhalika sisi tukaamrishwa an nattabi'a millata Ibrahima alayhi salam, tuifuate mila hiyo hiyo ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Qala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa jitabakum, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kakuchagueni, wama ja'ala alaykum fi ad-din min harajin,
na wala Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia juu yenu katika dini kwamba kuna uzito wowote ule. Millat abikum Ibrahim, mila kakuchagulieni nyinyi mila ya baba yenu. Millat abikum, mila ya baba yenu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kawaiteni kwamba nyinyi ni waislamu, kwamba sisi kupata hidayah hii na neema hii ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyetuchagua sisi mimi na wewe leo tukawa ni waislamu, tunampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni neema adhim, neema kubwa kabisa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya mengine yote, kule tu kuwa ni muislamu unajitambua na unampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, unajiepusha na shirki, hiyo ni neema iliyokuwa kubwa kabisa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kakuchagulia wewe. Wa hiya dinu jamii ar-rusul, na hiyo mila ya Nabiiullah Ibrahim ambaye ni Uislamu ndio dini ya mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini likauni Ibrahim alayhi salatu wasalam, kule kuwa kwa Nabiiullah Ibrahim alayhi salam afdal al-anbiya ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa Nabiiullah Ibrahim kwamba ni mbora wa manabii, lakini baada ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata sharaf na cheo cha kuwa yeye ni mbora wa viumbe vyote ala al-itlaq. Yeye ni mbora wa viumbe vyote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya nabii au baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuatilia nani? Nabiiullah Ibrahim alayhi salam fi sabili da'wati ila tauhid. Nabii huyu ambaye ni Ibrahim alayhi salam alikutana katika ile njia yake ya kulingania katika tauhid, min at-ta'dhibi wa min al-imtihani ma lam yaliqhu ghayru. Nabiiullah Ibrahim katika njia aliyokuwa amesimamia yeye kulingania katika da'wa yake watu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake, alikutana min at-ta'dhibi wa min al-imtihan, alipata adhabu kali sana. Kadhalika alikutana na mitihani mingi sana, ma lam yaliqhu ghayru, mitihani ambayo hakuna yote yule ambaye ameweza kukutana naye. Sawa mashaikh, Nabiiullah Ibrahim alikutana na mitihani mizito mpaka ilifika wakati kutupwa motoni. Sio hilo tu, bali wakati mwingine alifanywa mambo mazito. Inafika wakati kwamba kwa sababu tu amesimama katika njia ya haki, njia ya kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hivi ndivyo ilivyo kwa kila atakayesimama kisawa sawa kulingania kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuambia watu waachane na shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lazima atakutana na mitihani mikubwa. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikutana na hayo, mimi na wewe je? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ashaddu nasi balaa, watu ambao walikutana na mabalaa na walikuwa na mitihani mikubwa sana katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala si wengine bali ni anbiya. Mimi na wewe kutana na mitihani utakapokutana nayo, lakini bado hutofikia mitihani uliyokutana nayo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila nabii alikutana na vitimbi vyake kulingana na watu ambao wametumelezwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipigwa, alivunjwa meno zake, aliambiwa ni shair, aliambiwa ni majnun, aliambiwa ni kadha wa kadha, lakini yote hayo faswabara, alisubiri kwa kutarajia kwamba wako watakaomitikia, na mwisho wa siku ndipo unaona ulimwengu mzima watu wakaingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au mwisho wa siku wakaingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala afwaja, tena makundi kwa makundi. Kwa hiyo wenye mitihani mikubwa zaidi katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala si wengine, kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ashaddu nasi balaa, watu wenye mitihani mikubwa na mizito zaidi si wengine bali ni al-anbiya, ni manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha baada hapo wale watakaofananiza na mitume, kwa maana ya kwamba watakaosimama kufanya yale ambayo walikuwa wakiyafanya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ukisimama katika hilo lazima utakutana na mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kipi cha kufanya kwako wewe? Ni as-sabr, ni kufanya sobra katika njia hiyo, na mwisho wa siku utakuwa ni mwenye kufaulu, kwa sababu utakuwa umejipamba na sifa waliokuwa wamekuja nayo na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Nabiiullah Ibrahim aliposimama
kulingania watu wake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika tauhid, kumpwekesha Allah na kuachana na shirki, kuachana na kuabudia masanamu, aliteswa, ilifikia wakati mpaka kurushwa motoni, kwenye moto. Lakini kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna linaloshindikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alimzima moto pale pale, ambaye ya narukuni bardan wa salaman, sababu moto kadhalika ni viumbe miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale pale akamwambia ya nar, ewe moto, kuni bardan wa salama, kuwa baridi na kuwa salama. Sio baridi tu, baridi wakati mwingine nayo pia inaumiza, sio? Kaambia kuwa baridi, lakini pia baridi ambayo itakokuwa ni salama kwa nani? Kwa Nabiiullah Ibrahim. Kwa hiyo Nabiiullah Ibrahim, pamoja na kwamba tumesema Mtume SAW katika ubora yeye ndo mbora wa kwanza, kisha baada ya hapo anayefuatilia Nabiiullah Ibrahim, lakini Nabiiullah Ibrahim alisimama katika kule kusimama kwake katika da'wa, alikutana na at-ta'dhib wa min al-imtihan, kupata mitihani mizito ma lam yaliqha ghayru, mitihani ambayo hakuna yoyote yule katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala alifikia. Fasabara ala dhalika, lakini pamoja na yote hayo Nabiiullah Ibrahim alisubiri juu ya hilo, alifanya subra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anafahamu ni kipi atakachokipata kwa yeye kusimama kisawasawa katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Walikaunihi abal anbiya, lakini kwa kuwa kwake Nabiiullah Ibrahim yeye ni baba wa manabii, fa innal anbiya, hakika manabii, alladhina ja'u min ba'di, wale manabii waliokuja baada yake yeye Nabiiullah Ibrahim, kulluhum min dhurriyyati alayhi salatu wasalam, wote hawa walikuja katika kizazi chake cha Nabiiullah Ibrahim. Falhanafiyatu millatu jami'il anbiya, ikiwa kizazi kilichokuja katika manabii ni katika kizazi cha Nabiiullah Ibrahim, maana yake ni kwamba tunarudi pale pale, tunasema dini yao ama mila yao ilikuwa ni ile ile mila ya Uislamu, mila ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na shirki, mila aliyokuja nayo Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Manabii wote mila yao ikawa ni moja, wa hiya ad-da'watu ila at-tauhid, mila yenyewe ni kulingania kwenye tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, wan-nahyi an shirk, lakini pia kukataza shirki. Manabii wote wamekuja, neno lao ni moja, an'budullah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, maana min ilahin ghairu, hamna nyinyi mola mwingine asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo manabii wote wakaja na neno moja, at-tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kupiga vita na kukataa shirki. Hadhihi millatu jami'ir rusul, mila hii ya kulingania katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake pasina kumshirikisha na kuikataa shirki, hiyo ndiyo mila ya mitume wote. Lakini lamma kana li Ibrahima mawaqif khassa, lakini pale ilipokuwa kwa Nabiiullah Ibrahim kwamba kuna visimama na kuna mawqif khassa nahwa hadhihi milla, kwa upande wa mila hii, kwa yale ambayo tumeona juu hapo, kule kuteswa na kupewa mitihani mbalimbali, nusibat ilayhi, mila ile ikawa imenasibishwa kwake, ndipo ikaitwa millatu Ibrahim, mila ya Nabiiullah Ibrahim. Waliman jaa ba'dahu, lakini pia kwa wale wote waliokuja baada yake mila yao ikawa ni hiyo hiyo ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal anbiya'u kulluhum min ba'di, na hata manabii wote waliokuja baada ya Nabiiullah Ibrahim wote kanu ala millati Ibrahim, walikuwa juu ya mila ya Nabiiullah Ibrahim, wa hiya millatu at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla, nayo si nyingine ni kama tulivyoona ni mila ya tauhidi, ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake pasina kumshirikisha na chochote, lakini pia kufanya amali unazozifanya si kwa lolote bali ni kwa ajili ya kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Ma hadhihi au ma hiya hadhihi almillatu allati umira nabiyuna sallallahu alayhi wasallam bittiba'iha, ni ipi sasa hiyo mila ambayo kaamrishwa mtume wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifuata? Wa umirna bittiba'ihi, na sisi
kama waislamu tukaamrishwa kumfuata huyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ipi hiyo mila? Yajibu alaina an na'rifaha, ni wajibu kwetu sisi, mimi na wewe kama waislamu, kuifahamu. Lianna almuslima yajibu alayhi, kwa sababu muislamu ni wajibu juu yake ayarifa ma aujaba Allahu alayhi, kuyafahamu yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia. Itakuwa ni aibu kwako wewe kama muislamu halafu hujui ni yapi ya wajibu kwako wewe uliowajibishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa ni mwenye kuyafanya, na ni yapi yale ambayo umekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili uweze kujiepusha. Kama huyafahamu, kwa maana ya kwamba utaacha mambo ambayo ni wajibu. Kadhalika ile ambayo ni haramu, kwa kuwa hutaki kukaa darasani na kuyafahamu, huenda ukawa wewe siku zote unafanya mambo ambayo vice versa. Yale ambayo ni mabaya ulokatazwa wewe ndio unayafanya, yale ambayo ni ya wajibu ya kufanya wewe ndio unayaacha. Kwa nini? Ni kwa sababu ufahamu. Ndio hapa shekhi akasema yajibu alaina an na'rifaha, ni wajibu juu yetu kuifahamu hiyo mila ambayo kaamrishwa kwayo mtume wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika sisi tukaamrishwa kuifuata ama kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mila hiyo. Ni kwa sababu muislamu yajibu an ya'rifa au yajibu alayhi an ya'rifa ma aujaba Allahu alayhi, ni wajibu kwake yeye kufahamu yale ambayo Allah kamwajibishia, min ajli ayyamtathilahu, ili aweze kujipamba na kuyafanyia kazi, wa min ajli alla yakhilla bihi, na kwa sababu pia ili asije akawa ni mtu ambaye hayafanyiani kwa kuwa ana jahili, kwa maana kwamba hayafahamu. La yakfi al-intisabu biduni ma'rifa, haitoshi tu wewe ukajinasibisha kwamba mimi nafuata mila ya Nabiiullah Ibrahim na ilhali huifahamu. Yani kule mujarrad wa kusema mimi najinasibisha na mila ya Nabiiullah Ibrahim au namfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na ilhali ya kwamba la ta'rif shay'an, hujui chochote katika hiyo mila. Wala yakfi ayantasiba lilislam, na wala pia itoshelezi wewe kujinasibisha tu na kujiita kuwa wewe ni Muislamu, wewe ni Abdullah, wewe ni Juma, wewe ni kadha. La, hilo halitoshi. Wa huwa la yaarifu, na ilhali ya kwamba kufahamu chochote kuhusiana na mila ya Nabiiullah Ibrahim au mila ambayo ndio mimi na wewe tunaamrishwa kuifuata. Wala yaarifu ma hiya nawaqidul islam, na wala pia haitoshi wewe kujinasibisha kwa kujiita wewe ni Muislamu, na wala pia hujui hata yale mambo ambayo ni yenye kuvunja Uislamu. Kuna mambo ambapo mje wa Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa ni mwenye kuyafanya mambo hayo, moja kwa moja Uislamu wake unavunjika, kwa maana kwamba hana tena Uislamu. Sasa wewe tu kubaki kusema mimi ni Muislamu, huna haja wala ya kufuata na kuyajua yale ambayo ni ya wajibu kwako wewe, kadhalika kujua yale ambayo ni ya haramu kuweza kujiepusha, hilo halitoshelezi. Sawa hilo halitoshelezi wewe kubaki tu kwamba mimi ni Muislamu, hujui nawaqidul islami ni zipi, hilo halitoshelezi. Wama hiya shara'iul islam, kadhalika hujui sheria za Kiislamu ni zipi, wa ahkamul islam, hukumu za Uislamu ni zipi. Wala yakfi al-intisabu li millati Ibrahim wa anta la ta'rifuha, na wala haitoshi wewe kujinasibisha na mila ya Nabiiullah Ibrahim na ilhadi ya kwamba wewe huijui. Yani akabaki ni maneno tu mdomoni, lakini ma taarifu shay'an, anta ma taarifu shay'an an nawaqid al-islam, kuhusiana na nawaqid al-islam hujui lolote. Shara'iul islam, ahkamul islam hulijui lolote, na huku ukisema tu kwamba mimi inanitosheleza mimi kujinasibisha na mila ya Nabiiullah Ibrahim. Wa idha su'ilta anha taqulu la adri, unasema mimi ni Muislamu, mimi nafuata mila ya Nabiiullah Ibrahim, lakini ukiulizwa ni ipi hiyo mila sasa ya Nabiiullah Ibrahim, ma taarif shay, unabaki tu kusema la adri, sijui. Hadha la yajuzu. Sheikh akasema kufanya hivyo ama kujiweka katika mazingira haya ni mazingira ya kuangamia, haifai kwa mtu ambaye ni Muislamu anayejitambua. Yajibu an ta'rifaha jayidan, itakuwa ni wajibu kwako wewe kuifahamu hiyo mila kisawa sawa, min ajli an tasira alaiha ala basira, ili uweze kufuata na kufanya ibada zako na ilhadi ya kwamba una basira, una uoni, una elimu. Wa alla takhilla bi shay'in minha,
na ili usije ukapunguza chochote au ukawa mbali na chochote katika mambo ambayo huenda ilikuwa ni wajibu kwa kuwa ufahamu ukaacha kuyafanya, na yale ambayo ilikuwa ni haramu kwa kuwa hujui ukawa ni mwenye kuyafanya. Kwa hiyo wewe kuijua hiyo mila kwa undani wake ni aula na ni lazima na ni wajibu kwa wewe, ili uweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira. Kisha kipengele kinachofuatia akasema an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, mukhlishan lahu ad-din, na ilhadi kuwa ni mwenye kumpwekeshea din, matendo unayofanya yawe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Fauzan katika kusherehesha maneno haya akasema qawluhu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din, hadhihi millatu Ibrahim, hii wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na ilhali ya kuwa ni mwenye kuyapwekesha matendo unayofanya yawe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hadhihi millatu Ibrahim, kufanya hivyo hiyo ndio mila na ndio dini ya Nabiiullah Ibrahim. An ta'budallaha, wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahu ad-din, ay tajma'u baina al-amrayn al-ibadata wal-ikhlas, unakusanya moja kati ya mambo mawili lazima yaendane sambamba. Al-ikhlas, al-ibada, kwanza ibada lazima ufanye ibada kwa sababu lengo la kukuoni kuja kufanya ibada, lakini hiyo ibada unaifanya lazima iwe na ikhlas ndani yake. Isitoshe tu mimi nafanya ibada, na swali tabana unaswali, unafunga tabana unafunga, una haji kadhalika, hivyo vyote unavifanya, lakini je vina ikhlas ndani yake? Ikiwa vitakosa ikhlas kadhalika, pamoja na kwamba ni ibada, tambua kwamba pia hivyo haitohesabika kuwa ni ibada hiyo, kwa sababu sharti moja limefanyaje, limekosekana, sio? Sharti moja likikosekana basi khalas, yani ni sawa na mbawa mbili, sio? Ndege akiruka na mabawa yake mawili, ikipigwa moja limekatika pale, moja atapanda nalo, halipandi, sio? Kwa hiyo lazima sharti yote mawili yapatikane, al-ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kutokumshirikisha na chochote, lakini la pili, hiyo ibada unayoifanya lazima iwe na ikhlas ndani yake, kwamba nafanya tu kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima ukusanye mambo mawili kwa pamoja, al-ibadatu wa madha? Al-ibadatu wal ikhlas, ibada pamoja na ikhlas. Faman abada Allah wa lam yukhlis lahu ad-din, yule atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini asiwe na ikhlas katika matendo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakun ibadatuhu shay'a, ibada yake haitakuwa ni chochote wala hatakuwa na lolote, hatohesabika kwamba kamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Faman abada Allah, yule atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, faswama wa hajja wa salla wa atamara, akafunga, akaswali, akahaji, akafanya umra, watasaddaka, akawa ni mwenye kutoa sadaka, wa zakka, akawa ni mwenye kutoa zaka, wa fa'ala kathiran min at-ta'at, na akafanya ibada nyingi, lakinahu lam yukhlis lillahi azza wa jalla, lakini katika ibada zake hizo akawa hana ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taban huenda alifunga tu na yeye aonekane katika msafara wa mama na kenge wako, sio? Wenzangu wameingia katika mfungo, katika mwezi wa kufunga, mwezi mtukufu wa Ramadhan, mimi kama Muislamu najinasibisha na mimi najiita ni Muislamu, nitaonekanaje na jamaa zangu kule? Kwa hiyo na mimi nafunga tu kwa sababu na mimi nionekane kama nimefanyaje, lakini si kwa ajili ya nani? Si kwa ajili ya ile kufaradhia kwamba ibada hii naitekeleza ni wajibu kwangu mimi, nimefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya mwingine, sawa? Lakini pia nikiacha nitakuwa ni mwenye kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiweka mazingira hayo, ibada yako itakubalika. Yani nafunga kwa sababu ni wajibu Allah kanifaradhishia, lakini pia nafunga kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya jingine lolote, hapo ibada yako itakubaliwa. Sasa huenda mtu huyu yeye kafunga tu kwa jamaa zake waone kwamba naye kafunga, yeye mwenyewe ndo anajua, sio? Bali lisanu ala nafsihi basira. Wanadamu, wewe kama wewe ndio unajua, mimi siwezi kujua kwamba umefunga kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya fulani ajue na wewe umefunga, au unaswali kwa ajili ya fulani ajue kwamba na fulani naye anaswali, au unahiji ili na watu waseme uko fulani naye bana hiji mwaka huu bana fulani na, si kwa ajili kutekeleza wajibu wa Allah kama ibada hiyo, lakini pia kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Au unatoa sadaka ili fulani aseme fulani bana da mtoaji kweli bana, sawa?
Ikiwa mtu kayafanya mambo kama hayo na ikhlas ikakosekana ndani yake, yani kwa maana kwamba lam yukhlis lillahi azza wa jalla fi dhalika, ikawa hajampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, hajafanya kwa ajili ya kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza wajibu juu yake, mtu huyo atakuwa amepata hasara. Imma li'annahu fa'ala kullu dhalika riya'an wa sum'a, ima huenda ikawa mtu huyu kayafanya yote haya, iwe funga, iwe haji, iwe swala, iwe umra, iwe zaka, iwe sadaka, yote anayofanya ima kafanya sum'atan wa riya, kwa kutaka tu watu wasikie kwamba fulani anafanya, au kwa ajili ya kujionyesha kwa watu. Ukifanya hivyo, tambua kwamba matendo yako hayo huna chochote, unajitesa wewe. Sawa mashaikh? Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msibatilishe matendo yenu, sadaka zenu mnazozitoa, la tubtilu bilmanni wal adha, msije mkazibatilisha kwa masimango na maudhi. Unatoa sadaka kisha baada hapo unaanza kupata fulani bana, kama sio mwaka wasingetoboa, yani ulitoa ukampatia, halafu baada ya hapo unaanza kuzunguka mtaani, ya fulani bana, hata kile alichonacho ni changu mimi. Unafikiri pale alipo bila mimi hapa ile jeuri angekuwa naye? Sawa, haya ni masimango wal adha. Lakini pia maudhi mbalimbali, mara umemsema, mara umemtukana, mara umemletea maudhi. Msifanye hivyo. Kufanya hivyo mtakuwa ni wenye kubatilisha sadaka zenu hizo. La tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Allah akasema kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, kama yule ambaye anatoa mali yake si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali lengo lake la kutoa mali ile ri'a an-nas ni kwa ajili tu ya kujionyesha kwa watu. Huyo amepata hasara, amemkia patupu huyo. Yani ni mtu ambaye amekusanya kisha akazitoa, ni sawa na mtu alojaza, yani ni kama mtu anayejaza maji kwenye gunia. Sidhani kama atategemea atakipata chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ameshabatilisha matendo yake. Umetoa hiyo sadaka ambapo ilikuwa upate ujira mkubwa kabisa kwa Allah, lakini wewe mwenyewe kwa kuwa umetoa masimango, umejionyesha kwa watu, umetaka kutoa uonekane, useme, ufanye nini, ikawa yale mali zako zote zimeruka patupu. Ndio hapa shaka anasema kullu dhalika riya'an au sum'a, huenda mtu huyu ameyafanya yote hayo ima kutaka kuonekana au kusikika kwa watu, au annahu khalaqa amalahu bi shay'in min ash-shirk, au mtu huyu amali yake kaichanganya na kitu miongoni mwa vitu ambavyo vinahesabika ni katika shirki, ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadua li ghairi Allah, kama vile kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa mashallah, una swali, unafunga, unatoa sadaka, unafanya hili na lile na lile katika zile wajibati zote, unaweza ukawa mstari wa mbele, sio? Lakini kuna shirki unaifanya, na ukifanya shirki kadhalika matendo yako yote yani umeruka patupu, huna lolote unalolipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, na hakika umepewa wahi juu yako ewe Muhammad na wale waliokuwa kabla yako katika manabii, la in asharakta la yahbatanna amaluka, ikiwa wewe utakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluka, matendo yako yataruka patupu, huna lolote utakalolifanyaje. Ndio tunasema kwamba anayeambiwa hivi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe mtihani, sio? Hapa anasemaje? Ikiwa huenda mtu huyu kayafanya haya, lakini huenda akawa amechanganya matendo yake na shirki, na mnafahamu ya kwamba ukifanya matendo alafu na huku unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni unafanya mchezo tu, hamna chochote unachokipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba watu wajiepushe na shirki, iwe ndogo iwe kubwa, jiepushe nayo, kwa sababu ni maangamivu, unaangamia. Na ukiwa sasa ukafa na ilhali hujatubia wewe na shirki ambazo umezifanya, waliaadhu billahi, motoni khalidina fiha abada, ni kuishi huko milele. Kuna baadhi ya dhambi ndogo ndogo, ikiwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kateleza hapa duniani kazifanya, halafu huenda pengine hakutubia kinyume na shirki, akafa mtu yule, huko akhira Allah subhanahu wa ta'ala inshaa adhaba wa inshaa ghafara, akitaka atamwadhibu mja huyu na akitaka atamsamehe.
ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala la yusalu amma yaf'al. Haulizi Allah subhanahu wa ta'ala katika yale anayofanya. Sawa Lakini habari ya shirki si kitu cha kufanya mchezo. Yani ukifa na shirki wewe ni moja kwa moja ni motoni, khalidan mukhalladan fiha. Utakuwa ni kuingia motoni, utakuwa ni mwenye kuishi huko milele. Hakuna siku itatokea kwamba eti iko siku mimi nitafanyaje? Nitatoka katika moto wa jahannam. La, Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na masaili au na mambo ambayo yanahesabika ni katika kumshirikisha Allah, atuepushe nayo. طيب imma annahu khalata amalahu bi shay'in min ash-shirk, imma huenda mtu huyu amechanganya matendo yake yaliyokuwa mazuri na kitu miongoni mwa shirki, kadua ila ghairillah. Alikuwa na swali, anafunga, anafanya hili na lile, lakini wakati huo huo anaomba visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuomba na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye anaenda kwenye mizimu, kwenye makaburi ya babu zake na shangazi zake, anaenda kwenye majabali huko kwenda kuwaomba vitu ambavyo ni stahiki. Anatakiwa kuomba ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walistighathati bighairillah, au amepatwa na majanga fulani badala ya kumlilia na kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu tuliofundishwa na dini yetu, yeye anatoka na kuwaomba wamuongoe na majanga hayo wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhabu lighairillah, imma anachinja lakini kichinjo anachokichinja si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya washirikina. Mshirikina au mushrik au yule mganga amekwambia mambo yako yameyumba, nenda kaniletee mbuzi, uko tayari kwenda kuleta mbuzi. Yani mbuzi ya udhuhiya wewe hujawahi kufanya maisha yako yote, na pesa unayo, aya na hadithi zinatolewa, lakini unasema hapana, hapa itoki hapa. Unajiona wewe huna uwezo kufanyaje? Utafukuzana na mbuzi za Waturuki na wa Misri, pesa unayo, unasema hapana, nafsi hapa ya shetani anakuandaa, anambia wewe utatoa. Kumbe unajisahau. Kwanza ukitoa ile mbuzi unaitoa katika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujira wake ni mkubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kuwa umetoa kwa ajili ya Allah, hakipotei hicho. Wama tunfiqu min khairin, na chochote kile mnachokitoa au katika mnavyovitoa katika njia za khairi, hicho hakipotei. Allah subhanahu wa ta'ala ukilipa, kukupa badali, atakupatia hapa duniani mpaka kesho akhera. Hapa duniani Allah atakulipa badali, lakini tofauti na ule ujira ambao amefanyaje, amekuandalia Allah subhanahu wa ta'ala huko akhera. Sasa wewe mganga amekwambia kalete mbuzi, kalete kuku, uko tayari kumwaga damu kwa sababu ya kumtui nani? Mganga. Lakini unaambiwa chinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hicho unachokichinja si kwamba kinamwendea Allah. Allah anachotaka ni kukuona wewe umeitikia vipi ile alichokuamrisha. Kwani tunapochinja zile nyama zinaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala? La, tunachinja tunatumia wenyewe, sio? Lakini ni kukutaka wewe, je, umesarenda kisawasawa? Mbuzi, mbuzi, ng'ombe, ngamia umeshindwa. Nabiiullah Ibrahim, ndio maana tukasema kana umma, alikuwa ni umma. Yeye hajaamrishwa achinje kondoo wala mbuzi, aliamrishwa achinje mwanae na akawa yuko tayari. Mimi na wewe mbuzi tu leo ni mtihani. Yaani maisha yako yote mbuzi unaona ni tabu. Una uwezo kwenda kununua kanzu ya 1,200,000, laki nini, lakini mbuzi 80,000 mfano au 100,000, hutokuwa tayari kufanya hivyo na kuitikia amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, anasema walistighathatu bighairillah, huenda huyu mtu alifanya mambo akawa ni mwenye amepatwa na majanga, badala ya kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala yeye akawa ameelekea kwa asiyokuwa Allah. Wadhabhi li ghairillah, na akachinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadha lam yakun mukhlisan, hakika huyu hawezi kuwa ni mukhlis. Ikiwa atafanya mambo haya, hakika atakuwa si mukhlis fi ibadati, katika ibada zake atakuwa si mukhlis kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bal huwa mushrikun, bali mtu huyu kama si mukhlis, kinyume chake atakuwa ni nani? Atakuwa ni mushrik, ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa ala millati Ibrahim alayhi salatu wasalam, na mtu huyu atakuwa hayuko katika mila ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Kathirun mimma yantasibuna ila alislam alyawm, wengi katika wale wanaojinasibisha na Uislamu hivi leo,
yaqauna fi shirki al-akbar, mara nyingi utawakuta wanaangukia kufanya mambo ambayo yanahesabika ni katika shirki kubwa. Min du'a ghairillah, miongoni mwa shirki hizo kama vile kumwabudu au kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadati alqubur, au kuabudia makaburi, kuabudu makaburi, wal adriha, na majumba yaliyoandaliwa makaburini kwa lengo la kufanyaje, la kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wadhabhi laha, hata pia kuyachinjia. Umeambiwa kachinje kwenye kaburi, kweli unaenda kuchinja kwenye kaburi. Wanadhiri laha watawafu biha, lakini pia kutoa nadhiri kwenye hayo makaburi, ama hata pia kufanya tawafu katika makaburi. Wako watu kawaida ya tawafu hapafanywi tawafu sehemu yoyote ile isipokuwa katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni al-Kaaba. Lakini leo kwa jahili aliyokuwa nayo mwanadamu, inafika wakati anaenda kufanya nini? Kufanya tawafu kwenye kaburi la mtu aliyokufa, kwa itikadi ya kuona yeye ni mtu mwema, sio alikuwa ni nani. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kushirikishwa na yoyote awe malaika muqarrab, awe nabii mursal, nabii aliyotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, haifai yeye, hata yeye iwe ni malaika, iwe ni nabii, au iwe ni nani atakayekuwa kwa nafasi yake, haifai kumshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu au hawa kwa nafasi zao, manabii au mitume, haifai. Je, huyu tu ambaye haya hajitambui kwa madai tu kusema ni mtu mwema, huyu ana makarama, huyu ana kadha wa kadha, huyu ni mwisho siku anakufa, mnaenda kumweka na wakati mwingine kumzika hata msikitini na kumfanyia ibada huko. Inafika wakati mtu badala ya kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, unaenda kusujudu kwenye kaburi au kufanya tawafu ambayo haitakikani kufanyika isipokuwa katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, watabaruku biha. Lakini wengine pia wanatabaruk, wanaenda kutabaraka kupitia nini? Makaburi. Walistighadhatu bil amwati, lakini pia kutaka kuongolewa na majanga kwa kupitia watu waliokufa. Una matatizo, una nini yamekuandama, unakwenda kwa mtu aliyokaburini, unataka kuondolea matatizo yako. Wa ghairu dhalika, na mengineyo sio kuwa haya. Wa hum yaquluna, na ilhali ya kuwa hao wanaojinasibisha na Uislamu na wanaangukia kufanya mambo ambayo ni shirki ambazo zinahesabika ni katika ashirkul akbar, wanayafanya hayo. Wa hum yaqulun, na ilhali ya kuwa ni wenye kusema innahum muslimun, ya kwamba eti wao ni nani? Ni Waislamu. Haulai lam ya'rifu millata Ibrahim alayhi salam, hawa hawajaifahamu milla ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, allati alayha nabiyuhum Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mila ambayo haswa ndio alikuwa nayo nabii wao ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lam ya'rifuha, hawajawaifahamu milla ya Nabiiullah Ibrahim, au arafuha, imma wameifahamu kwamba ni hivi, wa kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala asishirikishwe, lakini kwa jeuri na kibri tu khalafuha, wakaamua kukhalifu. Sawa, ima hawajafahamu au wamefahamu lakini wakaamua kwa jeuri zao tu kuikhalifu ala basira, na ilhadi wanajua kabisa kwamba mila ya kufuatwa ni mila ya Nabiiullah Ibrahim. Lam yakun minal mushrikin, Nabiiullah Ibrahim kana hanifan, alikuwa ni hanif, kwa maana ya kwamba ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuwa ni katika washirikina. Kufanya hivi ni jambo ambalo ni hatari sana. Yani unaiacha mila ya Nabiiullah Ibrahim ambayo ndio dini ya Uislamu, ndio dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaamua kufuata mila za babu zako. Ima ukaamua kuwaomba walioko makaburini, ukafanya tawafu kwa walioko makaburini, ukachinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mengineyo mengi ambayo yanasabika ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Famillatu Ibrahim la takbalu shirk, mila ya Nabiiullah Ibrahim haikubaliani abadan na shirki bi ayi wajhi min alwujuh, kwa aina yoyote ile itakayokuwa shirki. Wa man khalafa amalahu bi shirkin falaysa ala millati Ibrahim alayhi salam, na yule atakayechanganya amali yake na kitu chochote kile ambacho ni katika shirki, falaysa ala millati Ibrahim, huyo
atahesabika hayuko katika mila ya Nabiiullah Ibrahim. Wa in kana yantasibu ilaiha, hata kama akajinasibisha tu kwa kudai, hayo itakuwa ni madai, sio? Akajinasibisha kwa madai yake kwamba naye yuko katika mila ya Nabiiullah Ibrahim, wa yazum annahu muslim, na akawa ni mwenye kudai ya kwamba yeye ni Muislam, falwajibu an ta'rifa millata Ibrahim, la wajibu kwangu mimi na wewe ni kuifahamu mila ya Nabiiullah Ibrahim, ama dini ya Nabiiullah Ibrahim, ambayo ni at-tauhid na kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Wa an ta'mala biha, kuifahamu hiyo mila ya Nabiiullah Ibrahim, lakini pia kuifanyia kazi. Sio ifahamu tu alafu itupilie kule, ifahamu na kwa wakati huo kuifanyia kazi. Wa an taltazimaha, na ulazimiane nayo. Baada ya kuwa umeifahamu, uifanyie kazi na ulazimiane nayo. Bi an ta'budu Allah mukhlishan lahu ad-din, kwa maana ya kwamba wewe umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na umfanyie ikhlasi katika matendo yako. Matendo unayofanya basi ufanye tu kwa ajili ya kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. La yakunu fi ibadatika shay'un, isiwe katika ibada yako tena kuna jambo fulani mina shirki, huku muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini una baadhi ya mambo fulani ambayo ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sawaun ashirku al-asghar au al-akbar, vyovyote itakavyokuwa shirki hiyo, iwe ni kubwa au ni ndogo, hutakikani wewe kama Muislam kuweza kuishi katika mazingira kama haya, huku wanayomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, huku kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilhali Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, ana aghna ash-shuraka an shirk, mimi ni mkwasi, sihitaji shirki, kushirikishwa na wale ambao nyinyi mnataka kunishirikisha nao. Yule atakayefanya amali yoyote ile, ashraka ma'i fihi ghairi, akanishirikisha mimi katika amali hiyo anaifanya, ilhali anasema anaifanya kwa ajili yangu mimi, lakini ananishirikisha na mwingine, taraktuhu wa shirka, mimi nitakuwa nimemwachilia mbali na nini, na shirki yake, sihitaji chochote mimi kutoka kwake. Sawa? Tayeb, hadihi millatu Ibrahim, hii ndio mila ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, kama tulivyoiona al-Hanafiyya, ambayo ni al-Hanafiyya kwa maana ya kwamba ni mila ambayo imeepukana na shirki na imemili katika tauhid, kwa maana ya kwamba kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Allati a'radat 'an shirk, ni mila ambayo imetupilia mbali na kuikataa shirki bil kulliya, kwa ujumla wake, yani shirki yote kwa aina zake zote. Wa aqbalat ala at-tauhid bikulliyatiha, lakini pia hiyo mila ya Nabiiullah Ibrahim ndio mila iliyoelekea kwenye tauhidi kiujumla wake, kwa maana ya kwamba kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'budu Allah mukhlishan lahu ad-din, ni kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ilhali wewe ni mwenye kumpwekesha na mwenye kufanya matendo kwa ajili ya kutafuta ridha zake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wabidhalika amara Allah jami'a an-nas wa khalaqahum laha, hilo la mila ya Nabiiullah Ibrahim ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha watu wote. Anasema wabidhalika, na juu ya hilo la kumwabudu Allah na kumpwekesha na kutokumshirikisha na chochote, Allah subhanahu wa ta'ala kawaamrisha watu wote. Wa khalaqahum laha, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akawaumba kwa ajili ya lengo hilo. Qawluhu wabidhalika amara Allah, Sheikh Fawzani anasema katika kusherehesha maneno haya, anasema na kauli yake aliposema wabidhalika amara Allah, na juu ya hilo kwamba kaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, al-isharatu tarju ila qawli, ishara hapa iliyokuja wabidhalika inarejea kwenye kauli yake, an ta'budu Allah mukhlishan lahu ad-din, ya kwamba wewe umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na umpwekeshe matendo unayofanya uyafanye kwa ajili ya kutafuta ridha zake peke yake. Wa biibadati llahi, na kwa kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahu ad-din, kwa kumpwekeshea matendo unayofanya, amara Allah jami'al khalq, hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha viumbe wote. Amara Allah jami'an nasi, Allah subhanahu wa ta'ala kawaamrisha watu wote, arabahum wa ajamahum, waarabu kadhalika waajemi, kwa maana ya kwamba wasiokuwa waarabu
abyadahum wa aswadahum, wawe Waarabu, wao Waajemi, wao weupe, wao weusi, kullu nasi min ahdi adam ila akhir basharin fi dunya, watu wote kuanzia Nabiiullah Adam mpaka kiumbe wa mwisho hapa duniani, kulluhum amarahumullahu biibadatihi ma'al ikhlas fil ibada, wote hao kuanzia Adam mpaka kiumbe wa mwisho hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kumwabudu yeye peke yake, pamoja na kufanya ikhlas, kwa maana kwamba matendo unayofanya basi uyafanye tu kwa ajili ya kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, muabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni, walladhina min qablikum, na wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaquna, kufanya hivyo ndipo mtakuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mtakuwa na sifa au mtapata sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yupi Mola huyo? Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, ni yule ambaye amekutandikieni nyinyi ardhi akaifanya kwamba ni tandiko. Kafanya kwamba ni nini? Aliyejalia ardhi kuwa ni firash, kuwa ni tandiko. Wasamaa binaa, na akaijalia mbingu kuwa ni binaa, ni jengo ambalo linawafunikeni. Wa anzala minas samaa, na akateremsha kutoka mbinguni maa, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha mbinguni maji, mvua tunazozishuhudia. Fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akhraja minath thamarat, akatoa kwa kupitia mvua hiyo kutoka katika hiyo ardhi. Baada ya kuwa imeshahuika, Allah akatoa matunda rizqan lakum, ilhali yakuwa ni riziki kwenu nyinyi. Vyote tunavyovilima ardhini tunavipata, hiyo ni riziki Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi. Fala taj'alu lillahi andada, hivyo basi msimfanye Allah subhanahu wa ta'ala, ama msijalie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na washirika, kuwa na miungu wengine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamuna, na ilhali ya kuwa nyinyi mwajua hilo. Annahu la nidda lahu, Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika, wala shabiha lahu wala nadhira lahu, hana wa kufanana naye, hana wa kulingana naye Allah subhanahu wa ta'ala, wala kufun lahu, wala hakuna hata ambaye unaweza kusema huyu tunaweza tukamsawazisha tukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha nahyun 'ani shirki al-akbar wa 'ani shirki al-asghar. Katika haya kuna makatazo ya kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na shirki kubwa, kadhalika na shirki ndogo. Amara Allah bidhalika jami'an nas, na hilo Allah subhanahu wa ta'ala kawaamrisha watu wote, min awwalihim ila akhirihim, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, ya kwamba wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa shirki ndogo, kadhalika kwa shirki kubwa. Qauluhu wa khalaqahum laha, na Allah subhanahu wa ta'ala kawaumba kwa ajili ya hilo, liibadatihi wahda, kwamba Allah kawaumba waja kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake, la sharika lahu subhana, hana mshirika kwake yeye Allah subhana. Khuliqu min ajliha, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wameumbwa kwa ajili ya hilo, kumwabudu Allah na wala usimshirikishe. Dhalik, anasema kama fi qawlihi ta'ala, kama ilivyo katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba majini na binadamu isipokuwa waniabudu. Yani lengo la sisi kuumbwa mimi na wewe ni kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, si jingine. Wa umiru bidhalika, lakini pia wakaamrishwa juu ya hilo fi qawlihi ta'ala, katika ile kauli ya Allah aliposema, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, enyi watu muabuduni Mola wenu ambaye yeye ndiye aliyekuumbeni. Hadha maana qawlu Sheikh, anasema hii ndiyo maana ya kauli ya Sheikh aliposema khalaqahum laha, Allah subhanahu wa ta'ala kawaumba wanadamu kwa lengo hilo. Wa amarahum biha, na akawaamrisha juu ya lengo hilo.
jamaa al-amrayn fi qawlihi ta'ala, akakusanya kati ya mambo mawili katika kauli yake, wa bidhalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kwa hilo ndilo Allah subhanahu wa ta'ala kawaumba watu wote au kawaamrisha watu wote na kawaumba kwa ajili ya lengo hilo, kama alivyosema katika aya ambayo tumeitanguliza anifan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa kumalizia, fa qawluhu ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama khalaqtul jinna wal insa, Allah azza wa jalla huwa al-khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye muumbaji, huwa alladhi khalaqa al-ashya'a kullaha, yeye ndiye aliyeviumba vitu vyote, si mwingine bali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika annahu khalaqa al-jinna wal insa, katika hivyo vitu vyote alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwavyo ni binadamu, kadhalika majini vinahesabika ni katika vitu ambavyo ameviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'tahumul uqul, katika hivyo vitu alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa vitu hivyo ni binadamu na majini. Sasa katika binadamu na majini Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia akili, wakallafahum biibadatihi wahda. Baada ya kuwapatia akili, ng'ombe na mbuzi na milima na miti na vinginevyo havijapewa akili. Wewe binadamu na jini, nyinyi mmepewa akili na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia akakukalifisheni kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lah, na pasina kumshirikisha. Khaswahum bil amri biibadati, Allah akawahusisha hawa kwa ile amri yake, yani binadamu na majini, katika kumwabudu. Lianna Allah a'tahum uqula, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kawapatia akili. Wa a'tahum ma yumayizuna bihi baina ad-dari wan-nafi, lakini pia akawapatia akili ambazo wanaweza wakatofautisha kati ambalo lipi ni zuri na lipi ambalo ni lenye madhara, au lipi lenye madhara na lipi ambalo lina manfaa. Wal haqq wal batil, wana uwezo wa kufarakanisha ipi haki ipi batil. Wa khalaqa al-ashya'a kullaha limasalihihim, na Allah subhanahu wa ta'ala hivi vingine vyote vilivyoumbwa Allah kavijalia ni kwa ajili ya maslahi ya wanadamu, wa manafi'ihim, lakini kwa ajili ya manfaa yao. Qala ta'ala, ndipo akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasakhkhara lakum ma fis samawati wama fil ardi jami'an minhu, na Allah subhanahu wa ta'ala akavisakhirisha, akavidhalilisha vyote vilivyomo mbinguni kadhalika vilivyomo ardhini, vyote hivyo kwa ajili yake huyu mwanadamu. Vyote Allah kavidhalilisha kutoka kwake kwa ajili ya kumtumikia nani? Kumtumikia mwanadamu, ili mwisho wa siku abaki yeye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote ikiwemo wanyama wamedhalilishwa. Wewe angalia ng'ombe dume lile, lakini limesakhirishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanadamu haliwezi kufanya chochote kile kwa mwanadamu. Hivi ng'ombe yule unaweza kumkamata akiamua kuleta vitimbi vyake hapa hivi, lakini ng'ombe yule unaweza kumfunga kama, na mtoto mdogo amekamili akawa anamburuza na mpeleka kokote anakotaka, sababu ana akili. Lakini wewe kama binadamu, hata huyo ng'ombe umesakhirishiwa wewe uweze kumtumia kwa manufaa yako wewe. Ng'ombe kama ng'ombe unaweza kumburuza, ukamfungia jembe, ukampokota, akalima ardhi, ukapata mbegu, mwisho wa siku ukapata nini? Matunda, sio? Ardhi yenyewe imeumbwa, si tuko hapa, lakini pia Allah akaijalia kwamba matunda yanatoka huko. Na vingine vyote ambavyo viko, Allah anasema sakhara lakum, Allah ametusakhirishia sisi ili tu kutuwepesishia na kutufanyia wepesi sisi tuweze kumwabudu yeye peke yake na tusipate tabu tena. Sawa Kasemaje Allah subhanahu wa ta'ala, wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi, ay kullun musakharun li bani adam. Vyote hivi vilivyomo ardhini vimedhalilishwa na vimesakhirishwa kwa ajili ya bin adam, min ajli ay yasta'inu bihi ala ma khuliqu, ili waweze kujisaidia kwa kupitia vitu hivyo juu kufikia lile lengo ambalo haswa ndio lengo liloumbiwa wao. Lengo tumesema kumbwa ni nini? Ibada. Lengo la mwanadamu kumbwa ni ibada. Anasema kusakhirishwa vitu hivyo vyote ni kwa ajili mwanadamu aweze kujisaidia kupitia vitu hivyo, ala ma khuliqu, kuweza kufikia lile lengo ambalo ameumbiwa kwa ajili yake, wa huwa ibadatullah subhanahu wa ta'ala,
nalo si jingine bali ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa